Said Salim Bakhresa Company Limited ina nia si tu ya kukidhi mahitaji yako, lakini kwenda zaidi ya matarajio yako na kusambaza bidhaa zenye kiwango cha juu kwa bei nafuu. Yote haya yatafikiwa kwa njia ya milki ya timu yenye sifa na ari, vifaa vya uzalishaji na vifaa vya kupima. Tunazo bidhaa zote za kukidhi mahitaji yako yote. Mfano, ngano bora, HBF, Special Baker's Flour, ata, suji, unga wa biskuti na unga wa keki. Tumia unga wenye chapa ya Azam, chaguo la kweli na wala sio mbadala. Hali gani mpenzi mtazamaji wa Africa TV, matumaini yangu buheri wa afya. Nikukaribishe kwenye kipindi chako bora kabisa, kipindi cha hashtag. Kama ilivyo ada, kipindi hiki huwa tunaangazia yale yote yalotrendi kwenye mitandao ya kijamii kwa muda wa wiki nzima. Na waongozaji wa kipindi hiki ni mimi Abdul Qawi Binego, ila sintokuwa peke yangu, nitakuwa na mwenzangu Ali Mfaume, na sisi wawili ndio ambao tutakuongezea kipindi hichi kuweza kupita katika mitandao ya kijamii na kuweza kujua ni yapi ambayo yameweza kutrend katika mitandao mbalimbali ya kijamii kwa wiki nzima. Tuliachana toka Jumanne ya wiki iliyopita na Jumanne nyingine kabisa mwanana, sisi tuko vizuri. Tunaamini basi wewe mtazamaji wetu uko vizuri pia, na tuko hapa kwa ajili ya kuweza kukujuza yale ambayo yameweza kujiri katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Pia mpenzi mtazamaji, una fursa ya kushirikiana nasi kwa kutupigia simu kwenye nambari ambazo zitaonekana kwenye runinga yako hivi punde, au kutuma ujumbe mfupi maneno kwenye upande wa comment katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na Twitter, inayokwenda kwa jina ya Africa TV CH2. Na ndugu Faume, unaweza kutueleza ni habari gani tunaanza nayo? Na unajua bana, haya mambo ya mitandao ya kijamii bana yana mambo mengi sana. Wiki hii yote kuna video moja ambayo imekuwa ikitrend sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii, video ikimuonesha mlinzi wa Suma JKT akimpiga mtu ambaye alikwenda kumtembelea mgonjwa wake hospitalini. Hiyo imetokea kule mkoani Shinyanga. Video ile ilitrend sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii, na baada ya video ile ama tukio lile kuweza kutokea, mkuu wa kitengo cha ulinzi wa Suma JKT ameweza kumsimamisha kazi yule mlinzi ambaye alifanya kile kitendo cha kumpiga mtu ambaye alikuwa amekwenda kumtembelea mgonjwa wake. Ni katika namna ambavyo walipishana kauli kidogo. Yule bwana naye alijiona kwamba ana uwezo wa kuweza kupambana, lakini tunajua walinzi huwa wana mafunzo. Sasa yule mlinzi akamwadhibu kwa kuweza kumtandika makonde kidogo, akamweka sawa, lakini kitendo chake hicho kimemfanya aweze kupoteza kazi yake. Sasa baada ya kupoteza kazi yake, story nyingi sana zimeweza kujiri. Watu wameweza kusema mambo mengi sana kutokana na tukio hilo ambalo limeweza kutokea. Nadhani twende moja kwa moja kwenye comment tukaangalia watu wameweza kulizungumziaje swala hili. Je, kile ambacho alichokifanya huyu askari ama huyu mlinzi wa hospitali alikuwa ni sahihi? Lakini na huyu ambaye aliyefanyiwa, yeye pia yupo katika namna gani? Tukaangalie comment za watu wenyewe wanalizungumziaje swala hili. Comment ni nyingi sana. Violet Amini yeye anasema huu unyanyasaji wa maaskari zaidi ya wananchi sijui utakwisha lini hapa Tanzania. Na Simon Machibia yeye anaendelea kusema hivi, hawa Suma JKT elimu yao ni level gani? Kwanza maana wanazingua kinoma, wanadhani wana doctorate ya ulinzi. Huyo ni Simon Machibia. Wana doctorate ya ulinzi, kwamba wamesomea ulinzi. Wamesomea ulinzi. Na Msimba S Tanzania anasema nataka mama yangu afe, yani kija kauza roho, anasema ni roho kwa ajili ya mama yake. Nadhani huyu alikuwa anamaanisha kuhusiana na yule jamaa ambaye ameadhibiwa na mlinzi huyo wa Suma JKT, kwa sababu alikwenda pale kwa lengo la kumuona mama yake ambaye alikuwa ni mgonjwa. Lakini baada ya kufika pale kuna namna ambavyo walipishana kauli yeye na mlinzi wa Suma JKT, na kikatokea hicho ambacho kimetokea. Wakati tunaendelea kupita na comment,
mbalimbali katika mitandao ya kijamii. Mtazamaji wetu, wewe pia unayo fursa ya kuweza kutupigia simu mubashara kabisa kupitia nambari ambazo unaziona kwenye screen yako hapo, na utuambie, je, swala hili kwako wewe unalionaje? Tupe mtazamo wako kuhusiana na hiki kitu. Je, mlinzi alikuwa yuko sahihi kumwadhibu huyu bwana ambaye alikuwa ameenda kumuona muuguzi wake? Na hata kama kweli wamepishana katika kauli, kitu ambacho alichokifanya ni cha kiungwana, unaweza kutupigia simu hapa moja kwa moja kabisa na tutakupokelea simu yako, huku tuko tuendelea kupita na comment za watu mbalimbali. Jimmy Charaza 999 anasema bora, maana sungusungu anakuaga na jazba. Unajua anamaanisha nini? Yule ni Suma JKT, hakuwa sungusungu. Sungusungu ni wale maskari ambao wanafanya ulinzi. Ni wale ambao tunasemaga ni ulinzi shirikishi. Mara nyingi waga wanakuwepo mitaani. Sasa miongoni mwa vitu pia ambavyo huwa vinastajabisha sana na vinafanyaga kuleta tafakuri nyingi sana katika jamii, ukikutana na hawa jamaa usiku unatembea, ni hatari. Siku moja nakumbuka Abdul Kawiyu, mimi nilikuwa nafanya mazoezi asubuhi mida kama saa 11 baada ya kupata asubuhi hivi. Niko katika matembezi yangu nikakutana na wale jamaa, wananiuliza unaenda wapi? Nikamwambia jamani, amnioni kwamba nipo kimazoezi na naenda kufanya mazoezi kidogo. Basi tukabishana, lakini baadaye wakaweza wakaniachia. Hivyo ndivyo ambavyo ilivyokuwa. Lakini tukiendelea kupita na comment, huyu hapa Ali Bakari anasema mimi nilifikiri hatua za awali zilikuwa ni kumweka ndani huyo mlinzi, alafu mengine yafuate. Yeye anadhani hivyo kwa mtazamo wake, kwamba mlinzi atakiwa kuweza kupata adhabu ya kuweza kuwekwa ndani, sio tu kusimamishwa kazi kama ambavyo imeweza kufanyika, lakini alitakiwa aweze kuwekwa ndani kwa kile ambacho alichokifanya. Huyu hapa ni Abdul Rani Rashid, anasema anasikitika, anashangaa ile ambacho kimejiri. Lakini Godwina Adrian yeye anasema huyu sio wa kuondolewa bali jela moja kwa moja, kwamba sio wa kuondolewa tu kazini bali anatakiwa aweze kupelekwa jela moja kwa moja. Lakini hii Binego, labda tujaribu kuzungumza hivi, ukibishana na mtu ama mkibishana kauli, ni lazima muweze kukabana ama kifikie stage ya kupigana? Kuna ulazima wa kufika huko? Hapana, kwa sababu unajua sisi wote ni binadamu, alafu sisi na Tanzania tunaongea lugha moja, so lazima tutumie lugha ya kupigana ili tupate kuelewana, au lugha ya nguvu zaidi. Unaweza ukatumia tu maneno yenye busara, bwana, sasa hivi muda wa kuona wagonjwa umeisha, hivyo basi unaweza ukaondoka, usubiri mpaka labda saa 10 ndio tunakutana kuona tena wagonjwa, alafu pengine yule pale mama angetii na angeondoka, kuliko anza kumwambia kwa maneno ya kashfa makubwa kiasi kufanya mpaka unamfanya muuguzi naye anapanda na jazba. Na nadhani sababu kubwa ilikuwa ni hiyo. Jamaa anaambiwa kwamba muda tayari umeisha wa kwenda kuona wagonjwa, lakini jamaa alikuwa anasema kwamba anahitaji nile nikamuone mama yangu, na askari anamwambia kwamba muda umeisha. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba huyu kijana ambaye alikuwa anataka kamuone mama yake mzazi alikuwa na force aweze kuingia ndani hospitali, lakini mlinzi akamwambia hapana, uruhusiwi kuingia kwa sababu muda tayari umeweza kuisha. Naona katika kubishana pale na kubishana kauli, askari akaamua kumwadhibu kwa kumpiga makonde. Hii ilipelekea basi watu, unajua siku hizi mitandao, kuenea kwa mitandao ya kijamii, tukio lote ambalo linatokea basi halitokei pale tu, linatokea na kwingine kote. Watu wakawa wanachukua video clip ambayo ni video ambayo ilitembea sana katika mitandao ya kijamii, na baada ya tukio lile sasa ndio akaja kiongozi wa hawa walinzi ama Suma JKT na kuweza kutoa adhabu hiyo ambayo ilimpata huyu mlinzi. Tunaendelea kupita na comment Binego. Na Francis Godfrey 856 anasema unajua nini mwanangu, mkohamishwa apelekwe selo za kijeshi wakamgonge. Sawa, akienda huko huenda yeye akakipata zaidi ya kile ambacho amemsababishia mwenzie. Inaweza ikawa ni hatari kubwa sana ambayo inaweza ikamtokea. Mimi binafsi wanaogopa sana wale wanaume wanaovaa mabaka wale. Maana na nishakushuhudia mtu mmoja aliingia anga zao. Maana yule mtu sidhani kama kutoka pale mzima. Sasa huwa namaanisha pia na kitoka katika selo za kijeshi, Suma JKT atapata kujifunza zaidi. Na mtazamaji, nimekwambia wewe pia unayo nafasi, unayo fursa ya kuadhimu kabisa ya kuweza kutupigia simu hapa moja kwa moja kabisa mubashara kupitia nambari za simu ambazo unaziona kwenye screen yako hivi sasa, ukatuambia comment yako, wewe unalionaje swala hili, tukio ambalo limeweza kufanyika. Wapo wengine ambao wanasema ni tukio la kifedheheshaji, tukio ambalo limemfedhehesha huyu ambaye aliadhibiwa. Lakini wakati mwingine tuangalie katika engo nyingine, je, kama angetii sheria na akabaki akamsikiliza askari, kwa sababu askari alimwambia bana, muda umekwisha, sio muda sahihi saizi wa kwenda kumuona ama kuwaona wagonjwa. Kwani angebaki pembeni, haya yote angetokea, asingefika mbali huko. Sasa tunapojaribu kucomment pia na kulaumu, naona watu wengi sana wamekuwa wanamtetea huyu aliyepigwa muuguzi. Nadhani alikuwa anaenda kumuona mgonjwa,
ni mtu ambaye alikuwa anakwenda kumuona mgonjwa, wanamtetea sana yeye. Lakini ukiangalia kwa upande mwingine pia askari alikuwa anatimiza wajibu wake, kwa sababu kama huyu bwana angeonekana ameingia ndani na amevunja sheria, hakutakiwa kuingia muda huo, pengine askari ndio angekuwa kwenye shida. Lakini na kwa nini pia askari atumie nguvu wakati kumpiga? Sasa ukiangalia hapo ni wote wana makosa. Lakini yote kwa yote, hili jambo si sawa na wala halikupaswa kufanyika hivyo na wala halikutakiwa kuwa hivyo. Itakiwa ni kuweza kuelekezana mambo ya sheria haya na kufuata utaratibu. Basi na hata sisi tunapoenda sehemu tofauti tofauti tuhakikishe basi tunafuata utaratibu. Ukiambiwa sheria iko hivi, kama ni sheria inakutaka kufanya hivyo, basi fanya ambavyo sheria inakutaka kufanya. Usitengeuke wala usifanye kinyume na sheria. Naweza kukuta mingine makubwa zaidi. Huyu kapigwa tu lakini yuko vizuri, unaweza kuvunjwa hata mguu ndugu yangu. Yote ya nini? Tukae chonjo, lakini pia tufuate sheria. Mtazamaji, wewe pia unayo nafasi ama fursa ya kuungana nasi mubashara kabisa, ukatupigia simu hapa na ukatuambia wewe unalizungumziaje swala hili, kitendo hiki ambacho kilifanyika. Tumeona komenti nyingi sana zimemtetea huyu ambaye aliyepigwa, na wengi wamekuwa wakisema kwamba askari anatakiwa aweze kupata adhabu kubwa sana kwa kile ambacho alichokifanya. Wewe kwa mtazamo wako unaonaje? Na mfumo, wakati tunasubiria simu ya mtazamaji, tungehamia kwenye taarifa ya pili, ambapo huko Marekani una jamaa mmoja anakwenda kwa jina la Richard Batista. Yeye alimpa mkewe figo, ambayo mkewe alikuwa na matatizo ya figo zake zote mbili zilifeli. Kwa hiyo mume wake akampa kama zawadi figo moja mkewe baada ya figo zake kufeli. Lakini baadaye sasa mwaka 2009, yani miaka 8 baadaye, wakaja wakakhtalifiana kidogo, wakapata kuachana. Lakini sasa yule mume akaja kudai figo yake ambayo alimpa mkewe miaka 8 iliyopita. Yaani baada alimpa figo kwa mapenzi kama mkewe, lakini baada ya kuachana jamaa anataka figo yake. Sasa kesi imefika mahakamani. Mahakamani wametupilia mbali kesi, wakasema ni kesi ya kifamilia, warudi wenyewe nyumbani wapate kuisolve. Lakini jamaa anadai ambapo ni fidia ile pale figo zaidi ya milioni 1.5 za Kimarekani kama fidia. Comment zimekuwa ni nyingi sana kwenye page za kijamii, ambapo official Makono yeye anasema hapo ndo utajua kuwa mwanaume hana sababu ya kuriski maisha yako, sababu mwanamke hawaaminiki hata kidogo wa viumbe. Huyo ni official Makono. Mr. Ado Masanja yeye anasema atoe figo ya watu nyambafu. Huyu Mr. Ado Masanja. Man of the people anasema mimi nataka figo yangu aisee, la sivyo naitoa mwenyewe, akisema huyu mwanamke kama ndo angekuwa ni mkewe asingempa figo yake, basi mwenda kufanyia operation na ichukue figo yake. Sawa. Mandela Jayala yanasema jamaa kakosa vyote, ikiwa na maana kwamba kakosa figo ambayo alimpa mkewe, lakini mke pia mwisho wa siku kamkimbia. Na pia amekosa milioni 1.5 kwa sababu mahakama imetupilia mbali kesi. Sawa. Huyu hapa anasema atairudisha tu kwa njia yoyote. Huyu ni KP 15 Arts anasema atairudisha tu kwa njia yote. Kwa njia gani sasa? Ameshasema haiwezekani, na serikali nadhani swala hili walilipeleka mahakamani, lakini mahakama kwamba imesema swala ambalo haliwezekani. Kiukweli dunia imejaa mambo mengi sana, lakini Waswahili huwa wana msemo wao, wanasema tenda wema uende zako, usingoje shukrani. Nadhani alichokifanya bwana Richard ni kutenda wema kwa mkewe, lakini baada ya muda kuona kwamba mambo yameenda kombo, akaona sasa hapana, anahitaji alipwe fidia ya wema ambao yeye alikuwa ameutenda. Hapana bwana, ulimpa kwa mapenzi, mwache aitumie, kwa sababu ni mkeo, na wakati unampa mlikuwa mna mapenzi ya dhati. Lakini nilimpa kwa mapenzi, sasa tumeachana, si mpenzi wangu tena. Nasema nidai mali yangu. Ukiona kama akitoa anaweza akampelekea akapoteza maisha yake. Basi tu fisabilillahi, wakati unampa si ulikuwa unampenda shekhe? Ungekuwa wewe kuweza. Mimi singempa kabisa. Na Jimmy Beauty anasema jamani, watu wana roho ngumu. Huyu akisema huyu mwanaume anadai figo yake kama ana roho ngumu sana. Kingi Mgusha anasema wanaume tuandamane mpaka mwenzetu arudishiwe figo yake. Na Jackie Mngoni anasema nimejifunza kitu hapa. Umejifunza nini hapa? Atuambie kwanza yeye amejifunza nini. Mtazamaji wetu, na wewe mtazamaji ambaye unatutazama hivi sasa kupitia Africa TV, tupigie simu moja kwa moja tuambie wewe umejifunza nini kutokana na story hii. Jamaa alimpa figo mke wake wakati wakiwa na mapenzi mazuri sana, lakini baada ya muda, baada ya kuachana, mapenzi yakageuka tamu, yakageuka shubiri, jamaa anaidai figo yake. Ni sahihi ambacho alichokifanya? Binego ameniuliza mimi nimejifunza nini. Ngoja nimuulize kwanza, wewe umejifunza nini? Mimi nimejifunza bwana, usimpende mtu kupitiliza, kwa sababu huwezi jua baadaye anaweza kawa ni adui mkubwa pengine kwako. Kwa kama unapenda, usipende basi. Tupende kwa kiasi. Pia nakushauri na wewe pia. Unanishauri nini? Sawa, Binego yeye anatupa ushauri huo kwamba
tusipende kwa kupitiliza, tupende kwa kiasi, kulingana na story hii ambayo tumeweza kuiona. Jamaa alimpenda sana mkewe, akampatia figo yake wakati mapenzi yakiwa mubashara kabisa. Mapenzi kunoga. Vijana wenyewe huwa wanasema hivi, lakini baada ya tamu kugeuka shubiri, kadai figo yake, na kibaya zaidi amekwenda mpaka mahakamani, lakini mahakama pia imetupilia mbali swala hilo kwa sababu likiona kwamba halina maana. Mlipeana wakati mnapendana, kwa nini mtusumbue saa hizi kwa sababu ya kutengana? Sawa, tunaendelea kupita na comment. Innocent Luoga anasema jamani, sasa akatoe kwa huyo anakoenda apewe. Apewe nini aridhike, maana akapewa figo bado. Labda alitaka na moyo. Kwamba yani kama figo haitoshi sasa si akatoe kwa huyo anakoenda. Apewe nini aridhike, maana akapewa figo bado, labda alitaka na moyo. Kwamba mumewe alimpa figo lakini bado akamwacha, pengine alitaka na moyo wake. Najaribu kufikiria na kutafakari hapa, ni upendo wa namna gani ambao mume, unajua tunaweza tukawa tunamlaumu mume tukasema ana roho mbaya kwa kudai figo yake, lakini alikuwa na mapenzi ya dhati kwa mkewe mpaka anaamua kutoa figo kwa ajili ya kumsaidia mkewe, maana yake alikuwa anampenda sana. Kwa nini kamwacha? Na pengine tungejua ni kosa gani zaidi alofanya mwanamke mpaka mume anafikia kudai mali yake, maana ni kosa lingine kubwa ambalo sikamwacha. Yaani mimi nimekupa figo yangu kwa sababu nahitaji kuishi na wewe, uwe mwenza wangu, tuishi wote, tuendelee kuwa wote. Kwa nini unaniacha? Hilo ndo tatizo limeanzia hapo. Unaniachaje sasa? Kwa nini uniache? Na umeniacha wakati mimi nilikupa figo yangu. Nirudishie. Na kwa nini uchukue figo yako? Wakati ulishanipa miaka 8 iliyopita. Sawa, yote kwa yote hayo huwa yanatokea katika mapenzi. Binego ameelezea vizuri sana hapa. Ukipenda usipende sana kwa sababu huwezi jua nini kitatokea. Waswahili wenyewe huwa wana msemo wao, wanasema hata kama unampenda rafiki yako basi usimpende sana kwa sababu kesho anaweza kuwa adui yako. Lakini pia hata kama pia unamchukia adui yako, usimchukie sana sababu kesho pia anaweza kuwa adui yako. Naamini adui anaweza akawa rafiki yako na rafiki pia anaweza akageuka kuwa adui. Kwa hiyo tunapopenda bana, tupende kwa kiasi. Kina Binego wenyewe ambao mnaopenda, tupendeni kidogo kwa kiasi. Huyu hapa Danford TZ anasema kama ni biashara hiyo huwa tunaita big hasara. Sawa, huyu ni tumesema ni Danford TZ anasema kama ni biashara hiyo huwa tunaita big hasara, kwamba amepata hasara kubwa sana. Kutokana na ingekuwa kama ni aina ya uwekezaji basi angekuwa amefeli kwa kiasi kikubwa sana. Milioni 1.5 za Kimarekani ni mtaji mkubwa sana yani. Kabisa. Hamis GF anasema Batista kala hasara. Wanawake sio watu wazuri. Mtazamo wake, wewe tuambie, wanawake ni watu wazuri bana. Tumeambiwa ni maua. Tumeumbiwa kwa ajili yetu Sheikh. Labda anasema sio watu wazuri akimaanisha tabia zao pengine. Sio wote sasa namsemea. Wapo wazuri. Huyu mkewe Richard Batista huyu. Hata kurudisha figo ya watu. Huyu kidogo sio, lakini mimi naamini wako yuko vizuri. Huyu mke wa Richard sio mzuri. Wako yuko vizuri. Mashaallah. Sawa. Tuendelea kupita na comment. Huyu hapa Vivi Machange Living anasema bonge la hukumu. Unajua ni hukumu gani? Nadhani ni kitu ambacho kimemkuta huyu jamaa. Ni hukumu kubwa sana. Richard Batista ni hukumu kubwa sana. Mtazamaji, tupigie simu tuambie wewe una comment gani kuhusiana na taarifa hii. Batista Richard alikuwa yuko sawa kuweza kudai figo yake baada ya mkewe ambaye alimtunuku, alimfadhili figo yake, lakini mwisho wa siku mwanamke yule akaweza kumwacha na jamaa ameidai figo yake, anasema anataka aweze kurudishiwa. Je, alikuwa yuko sawa kwa kile ambacho alichokifanya? Wewe tuambie, tupigie simu, nambari hizo hapo zinapita kwenye screen yako mubashara kabisa, utapata kusikilizwa hapa Africa TV. Na moja kwa moja tunaenda mapumziko mafupi na kisha tutarejea na stories zingine ambazo zimeweza kutrend katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Usiondoke kwenye runinga yako, bado tuko na wewe. Hali nzuri ya mwili bila maradhi huitwa afya. Ili uwe na afya njema ni lazima utambue
kinga ni bora kuliko tiba. Na kinga bora zaidi kuliko zote ni kuwa na elimu na uelewa juu ya magonjwa na afya ya mwanadamu kwa ujumla wake. Ili kuhakikisha unapata elimu na uelewa juu ya magonjwa, nitakuwa nikikuletea hapa madaktari tofauti kuzungumzia magonjwa mbalimbali hapa katika Daktari Wako. Daktari Wako kila Jumanne saa 3 kamili usiku hapa Africa TV. Africa TV, mwongozo wa maisha. Ndivyo ambavyo tumerejea kuendelea kukujuza yale yote ambayo yameweza kutrend katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Bado uko nasi, mimi ni Ali Mfaume na mwenzangu tuko na wewe mpaka pale itakapotimu saa 12 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Na tulikujuza story mbili ambazo zimeweza kutrend katika mitandao mbalimbali ya kijamii, na sasa tunakuja kukuangazia story zingine ambazo zimeweza kutrend katika mitandao ya kijamii. Kiukweli story ni nyingi sana ambazo zina trend katika mitandao ya kijamii, na tunakuja kukujuza zile stories zingine ambazo zimeweza kutrend katika mitandao ya kijamii. Na moja kwa moja tunapanda ndege, tunakwenda mpaka Algeria. Si ndio? Algeria, mambo ya makeup. Bana, makeup ni vipodozi vile ambavyo vinafanyaga dada zetu mashallah waonekane wazuri, waonekane wamependeza sana. Hizo ndizo ambazo tunakwenda kuziongelea hapa. Zimezua ya kuzua huko. Abdul Kawiyu. Zimezua ya kuzua. Baada ya jamaa mmoja alikuwa kwenye mahusiano, ndio nikasema alikuwa na mchumba wake, ambapo kila walipokuwa wakikutana wanakutana katika mazingira ambayo yule mwanamke anaonekana ni mrembo sana. Ikafikia mpaka jamaa kupeleka posta nyumbani, mpaka kwenda kufanya nini lakini sasa ile asubuhi yake sasa baada ya ndoa kuisha, siku ya kwanza pekee, baada ya kwanza ya ndoa asubuhi yake anashangaa anakutana na mtu ambaye ana sura tofauti kabisa. Yeye mwenyewe anakuambia alidhani ni mwizi ameingia nyumbani kwake. Yaani ina maana siku zote wanakutana na binti. Binti amepaka makeup mashallah, anapendeza. Yaani ni mrembo, unaweza ukasema ni Miss Algeria. Lakini ile asubuhi baada ya kuamka mume anadai alidhania amevamiwa nyumbani kwake na jambazi, lakini baada ya kuja kugundua kama ni mke wake wa ndoa. Lakini sasa jamaa akapeleka kwanza kesi mahakamani akidai alipe fidia kwa kosa la kulaghaiwa, yani kudanganywa. Najaribu kutafakari na kujiuliza, ina maana ile makeup ilimbadilisha kabisa sura yule binti, akaonekana wa tofauti. Hizi makeup za siku hizi wanafaume ukiziona ni hatari sana. Wenyewe wanakuambia usichague mchumba siku ya harusi. Wote wanakuwa wamependeza. Wote wanakuwa wamependeza. Unataka kuchagua mchumba, twende kwenye kilio. Uende msibani. Ukienda msibani unakuta wote wanakuwa wanatoa machozi, kwa utajua huyu hapa hana makeup, atakuwa yuko vizuri. Yote kwa yote hicho ndicho ambacho kimepata kujili huko Algeria. Jamaa alikuwa na mchumba, na mara zote wamekuwa wakikutana na mchumba mashallah yuko vizuri kabisa. Uso wake umependeza. Wahindi wenyewe waga wanafanyaga hivi. Mashallah yuko vizuri. Lakini baada ya ndoa siku ya kwanza tu, bibi amekwenda kunawa, amekosha uso wake, jamaa anaamka, anamwangalia mkewe, akadhani ni mwizi kaingia ndani ya nyumba. Subhanallah, makeup hizi hatari sana. Yani sura imekuwa tofauti kabisa. Sasa alichokifanya ni kwenda mahakamani kushtaki, na hataki ndoa tena, anataka alipwe fidia yake. Jamani kina dada, hizi makeup hizi nisho imepata kutrend sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii Algeria, lakini pia hata hapa nchini Tanzania na kwingine kote katika mitandao ya kijamii imekuwa ni story kubwa sana, hasa ikiwahusu wadada ambao wanatumia makeup. Moja kwa moja tuanze na comment. FIFA by me yeye anasema kwa kweli tunaibiwa sana, hata huko mtaani serikali ingilie kati ili swala. Hatari. Frankie Vince
Vincent Tim bana, majina ya mtandaoni, majina ya Instagram hatari kubwa sana. Yeye anasema dada zetu sasa bila makeup si watakuwa kama Onyango na Kagere kabisa. Ni kina nani wakina Onyango? Si wafanye vitu viwe natural tu, wao hivyo hivyo. Unajua ukimpenda, ukimuona binti jinsi ambavyo alivyo afu ukampenda hivyo hivyo ukaridhika naye, inakuwa vizuri kabisa kuliko akakudanganya. Unaweza ukampenda kwa uzuri wake ule ambao amekudanganya, alafu baadaye mambo yakija kuwa tofauti yanakuwa kama haya. Ndugu yetu, sio jambo jema. Joeli Omar anasema kuna wengine wakipaka hizo makeup wanakuwa kama majini. Subhanallah. Na Kabali 18 yeye anasema na bado huu wizi wa leja mpaka uishe bro, ang'ang'anie tu mpaka alipwe. Wametuzoea sana hawa watu. Sasa na jaribu kujiuliza kwamba yeye anachotaka kulipwa, alipwe nini? Alipwe fidia, manake amedanganywa. Amedanganywa. Yani ule pale mke ule amemdanganya kisura. Amemdanganya kwa sura. Unajua anajaribu kufananisha na zamani wazee wetu. Ukikaa na wazee wa zamani unaambiwa kwamba zamani walikuwa wanaletewa mke. Hujawahi kumuona, lakini wazazi wanakuchagulia wakipita pita kule, labda wamemuona Bi Fatima. Wamemuona labda Bi Fatima, wanakwambia kwamba huyu bana ndio anafaa kuwa mkeo. Wanakuletea tu moja kwa moja, unamchukua na unakuwa umemuona kwa mara ya kwanza. Lakini wala inakuwa haina tatizo kabisa na unaweza kumpokea. Kwa nini sisi vijana wa siku hizi swala hili kidogo limekuwa halipo? Shida nini? Changamoto nini? Huyu jamaa nahisi anachodai sio kwamba alishindwa kwenda kutafutiwa mchumba labda na wazee kama walikuwa wanafanya zamani. Ila kinachomuuma ujamaa zaidi ni kwamba amedanganywa. Yaani alikuwa akutana na mchumba wake katika sura tofauti. Ila siku ya ndoa sasa anakuja kumuona sio yeye. Ina maana hata siku ya ndoa mwanamke alikuwa amependeza. Makeup ndoa obvious lazima upendeze. Baada ya ndoa asubuhi sasa jamaa anaamka akaosha uso ule. Subhanallah. Kaenda kukutana na kitu tofauti kabisa. Hata kabla ya kuosha uso unajua ukiamka tu asubuhi sura inapokuaga vile. Sura imekuwa tofauti kabisa. Bana kina dada muwe natural. Mkiwa natural hivyo hivyo sisi tutawapenda. Mimi na Abdul Qawi hapa tunapenda vitu natural. Vitu vya makeup nizungumzia wewe. Au shaka wewe wapenda makeup? Hapana, sipendi makeup. Victor Ricardo kake anasema yani kama mimi sipendi hiyo mikitu anapaka usoni. Be natural inatosha, sijui nani kawadanganya. Sisi ndio tunavuvutiwa na haya matakataka yao. Kwa matakataka. Kiukweli si kitu kizuri kudanganya. Ulaghai bana sio kitu kizuri kabisa. Ameunga mkono jambo lako hilo la kuwa natural. Napenda sana vitu natural kama Babakia. Babakia anapenda sana vitu natural. Sawa. Na Angela Rose anasema makeup gani tena jamani? Tulikubaliana filter. Filter ni nini tena hii? Kwenye mitandao ya kijamii ukipita Instagram, unapotaka kuposti kitu Instagram, kabla ya kupost kuna unakuletea filter. Pale filter unachagua. Kuna siku moja bana mimi nilipiga picha yangu ya kawaida tu. Nikaenda nikaanza kuipost Instagram. Nikakutana na filter. Asa katika kuchagua zile filter nakutana na filter moja nzuri sana inaonyesha mazingira kama niko baharini hivi. Kama niko pwani, nikasema nami hii yenyewe. Lakini ndugu zangu wanajua kabisa mimi niko wapi, jamaa zangu. Kwa baada ya kupost hilo wakaniambia sawa Sheikh, tunaona uko Zanzibar Sheikh. Hongera sana. Na wanajua nilipo. Sasa hizi filter bana imekuwa mtihani sana. Family Cotton Bed Sheet anasema Mungu tusaidie sisi ambao hatujaoa tusikutane na haya. Tunasema mimi na Faume. Ni dua moja nzito sana kwa sisi ambao hatujaoa. Allah tujalie wake wema. Wake ambao hawapaki makeup. Na unajua ni swala ambalo kiukweli limeweza kuleta mtafaruku kidogo na wadada wame tofauti sana. Unajua wadada wanapenda kupendeza. Mapambo yameruhusiwa pia katika dini yetu. Wanatakiwa waweze kujilemba, wanatakiwa waweze kupendeza, waonekane wazuri hasa mbele za waume zao na kabisa kwa watu wa kando. Sahihi. Na pengine binti alikuwa anafanya vile ili kumvutia Sheikh ili apate kumuoa. Sasa na malengo yake yakatimia, alhamdulillah, jamaa akamuoa. Lakini sasa tofauti ni kwamba alimdanganya sana mpaka akafikia stage kwamba akaonekana ni mtu mwingine tofauti na mtu ambaye amekuja kuonekana hivi sasa. Nadhani ingependeza zaidi kama ingekuwa mkweli. Na kuna kitu kimoja ambacho nataka kukisema hapa Abdul Qawi, unajua ukiangalia kiuhalisia kabisa, kama huyu binti angekuwa mkweli, jamaa angempenda kutoka ndani ya moyo wake, isingeweza kutokea haya ambayo yametokea. Lakini kwa sababu yule jamaa pia anaonekana alipenda uzuri wa yule binti peke yake, hakumpenda kutoka ndani ya moyo kwamba huyu ndiye mke wangu. Na katika kuoa, hata katika dini yetu ya Kiislamu imetuambia, zimetajwa sifa 4 muhimu sana ambazo tunapotaka kuoa mabarubaru kama wewe Sheikh, unapotaka kwenda
kufanya nusura, basi unatakiwa uzingatie. Japo uzuri upo pia. Uzuri pia upo, tumeambiwa tuchague vile ambavyo tunavyovipenda. Lakini tabia pia ni jambo ambalo la kuzingatia, na saba, lakini pia na dini. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vya msingi sana Muislamu unapotaka kwenda kufanya nusura. Usiangalie tu makeup peke yake, ukaangalia tu sura, jambo ambalo kidogo linakuwa sio zuri. Unaweza ukaangalia sura ukaipenda, ukaenda kukutana vitu vya ajabu sana ndani, kama ambavyo amekutana navyo ndugu yetu hapa. Mtazamaji, hayo ndio ambayo yanapata kujili katika mitandao ya kijamii. Kiukweli yako mengi sana na comment ni nyingi, lakini sisi sio wachoyo, tunakupa fursa adhimu kabisa mtazamaji ambaye unatutazama hivi sasa kuweza kutupigia simu mubashara kabisa hapa kupitia nambari hizo ambazo zinapita kwenye screen yako. Tupigie simu, tuambie unapakaga makeup, au kama wewe ni wa kiume mkeo anapaka makeup. Lakini je, japo kuwa anapaka makeup, unaujua uhalisia wake, sura yake ya asili unaijua, ama wewe unamuona tu akiwa amepaka makeup? Labda nimuulize pia na Binego hapa, wewe unamuona tu akiwa na makeup au hata baada? Hapana, mimi sijaoa bado. Basi sawa. Bro Kileo, comment imeingia sasa hivi hapa. Bro Kileo yeye anasema kuna wengine wanakuwa kama tofali la kuchoma. Yaani wakishapaka makeup wanakuwa kama tofali la kuchoma. Huyu ni Bro Kileo, anajiita hivyo. Bro_Kileo kutoka katika mtandao wa Instagram. Anasema mtu muda mwingine wanakuwa kama tofali la kuchoma. Anakuwa kama tofali la kuchoma wakishapaka makeup. Sasa kama akipaka makeup anakuwa kama tofali la kuchoma, asipopaka inakuwaje? Ndio hapo inakuwa hatari zaidi. Na naarifiwa kuna simu. Mtazamaji kwenye line ya simu. Asalamu alaykum. Sawa, ametoweka. Mtazamaji, unayo fursa kurudi tena. Nambari ya simu ni hiyo hapo ambayo unaiona kwenye screen yako. Tupigie hivi sasa na nitakupokelea simu yako mubashara kabisa hapa. Wewe ukituambia swala zima la makeup unalichukuliaje. Lakini tu sio swala la makeup, kuna story mbili ambazo tumeweza kupita nazo ambazo zimeweza kutrend katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Historia ya kwanza ikimhusisha kijana ambaye Wasuma JKT ambaye ameweza kufukuzwa kazi kutokana na kosa la kumpiga ama kumwadhibu mtu ambaye alikwenda kumuona mgonjwa wake hospitali. Lakini story ya pili, story kubwa pia ambayo jamaa alikwenda kudai fidia ya figo aliyoitoa kwa mwanamke ambaye alikuwa anampenda na mwanamke ambaye alikuwa ni mkewe, lakini baada ya kumwacha sasa akaona hapana bana, nirudishie figo yangu bana. Mimi nilikupa wakati nakupenda na nitegemea utakuwa mke wangu. Sasa kwa nini unaondoka? Naomba figo yangu. Utatuambia pia mtazamaji kuhusiana na hilo. Lakini story ya tatu, comment zinaendelea kuingia nyingi sana hapa. MC Luvanda _event anasema huyu mwanaume atakuwa alipanga huu mchongo ili apate hela, si bure. Kwamba mwanaume aliutengeneza huo mchongo ili aweze kupata pesa, kwa sababu basi anadai fidia, huenda amedanganywa. Kwa hiyo anasemekana ili ni deal amelipanga mwanaume ili apate pesa. Lakini ni haki yake kwa sababu amedanganywa. Yaani kwa nini unidanganye? Mimi nilitegemea kwamba nitakuta kitu kingine. Alafu wewe unaniletea kitu kingine. Sasa naarifiwa kuna simu. Mtazamaji, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani na unatupigia simu ukiwa wapi? Unaongea na Idi kutoka Singida. Ongeza kidogo sauti yako tukupate vizuri. Unaongea na Idi kutoka Singida. Kutoka Singida. Karibu sana. Tujuze, ungependa kucomment kwenye swala gani hasa? Nimependa kubaki kwenye swala la yule bwana alozwa kwenye baada ya kumpiga jamaa ameenda kumwangalia mgonjwa wake. Baada ya kupigwa. Tupe comment yako wewe, unalionaje swala hili? Hilo swala kwa kweli hata mimi nimeona hajanifurahisha. Sio kitu kizuri? Sio kitu kizuri. Kwa sababu ni mtu alienda kumwangalia mgonjwa wake. Ndio. Kwa hiyo sijafurahi alivyompiga. Na vipi hukumu ambayo ameipata kuweza kuachishwa kazi? Ni hukumu sahihi ambayo anaistahili? Ni hukumu sahihi. Naam, shukrani sana kutokea Singida. Yeye amecomment kwenye story yetu ya kwanza ambayo iliweza kutrend katika mitandao ya kijamii kuhusiana na yule askari wa Suma JKT ambaye ni mlinzi wa geti la hospitali kumweza kumwadhibu mtu ambaye alikwenda kumuona mgonjwa wake. Amesema sio jambo jema na ni kitu ambacho hakitakiwi kuweza kufanywa.
Sasa mtazamaji, ziko stories zingine nyingi sana ambazo umepata kuzisikiliza, lakini bado unaendelea kusikiliza kwa sababu zinakuja kwa wingi sana. Ni mambo mengi sana yameweza kujiri katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Labda kwako Binego, kuna comment ambazo zinaendelea kuingia? Comment zina nyingi sana zinaingia. Huyu Balat 93 yeye anasema kuanzia leo first date tukutane swimming. Akimaanisha kwamba mnapoenda kukutana kwa mara ya kwanza akiwa mpaka makeup basi kuingia kwa sehemu yenye maji mpate kuogelea ili mtakapotoka mule kwenye kuoga ndani basi makeup yote inakuwa imevuja, sura hiyo ionekane muone kiuhalisia zaidi. Subhanallah. Lakini dini yetu ya Kiislamu haturuhusu first date. Sisi ya hayo masuala hapana bana. Ukimpenda binti bana, nenda nyumbani katoe posa, ukimuona mashallah. Ila sasa unapomuona pia kama ambavyo ulisema, nadhani tupite kwenye misiba huko, tukaangalie wakiwa wanaangusha machozi. Sasa tukapata wake wazuri, wake ambao tunaona wapo kwenye uhalisia wao. Basi tukiwaona tukiwapenda, tunakwenda nyumbani kupeleka barua ile, mambo yanakwenda vizuri kabisa. Nadhani moja kwa moja sasa tuame tena, tupande ndege tupae, twende moja kwa moja China. Tunakwenda China hivi sasa. Tunakwenda kuonana na ndugu zetu kutoka kule China. Story ambayo imepata kutrendi sana. Hii ni story kubwa sana katika wiki hii. Story hii imetokea kule China. Nataka kujua China kimetokea nini? Kaa vizuri, shikilia remote yako hapo Africa TV. Endelea kututazama hivyo uweze kujua nini ambacho kimetokea kule China. Lakini kabla sijakupa story hii, nataka tupige story kidogo na ndugu yangu. Hivi ilishatokea ukapatwa na huzuni mpaka ikafikia stage ukasema mimi natamani bora hata nife tu? Kwanza Mwenyezi Mungu akushirie mbali. Fala a'udhu billahi min dhalik. Kwa sababu Allah epushe kabisa. Kwa sababu mpaka unafikia hatua hiyo, maana yake hata kama umekumbwa na sema jambo la huzuni la kusikitisha, mfano misiba, umefiwa na wazazi wako, au pengine kwenye mitihani umepata kufeli nini, Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema kuwa na subira, alafu muombe. Inna Allaha ma'as-sabirin. Subira ndio kitu ambacho kikubwa sana na kila Muislamu anatakiwa aweze kuwa nacho. Sasa bana, China kuna idadi kubwa sana ya watu ambao wamekuwa wanapoteza maisha kwa kujiua wao wenyewe. Wamekuwa wakiweza kujiua kutokana na matatizo mbalimbali ambayo yanatokea. Tunajua kuna matatizo mengi sana ambayo yanawakumba binadamu. Inaweza kuwa ni matatizo ya kifedha, matatizo ya kimahusiano, ama tu matatizo ya kifamilia, maugomvi katika familia yanakuwa yanatokea. Sasa watu wengi sana wamekuwa wakiweza kupoteza maisha yao. Lakini kuna mwamba mmoja hivi kutokea huko China. Mwamba huyu bana, yeye sisi tumuiteje, kwa sababu Israeli huwa ni mtoa roho. Sasa huyu bwana yeye anawazuia watu wasijiue. Sisi tunamuita vipi? Sisi tumuiteje? Angekuwa ni Muhindo angemuita Krish, maana Krish anafanya kazi ya kusave watu maisha yao. Sababu yuko China, tutamtafutia jina, wenda kawa Jackson huyu. China huyu ametokea bwana mmoja ambaye yeye yupo katika sehemu ambayo maarufu sana, ambapo watu wengi wanapenda kwenda kujiua pale. Ni sehemu ambayo ya daraja, hivyo watu wengi wanaenda pale na kujirusha kupoteza maisha yao. Sasa yule jamaa ametafuta engo nzuri kabisa ya kukaa. Kwa akimwona tu mtu anasogea maeneo yale, yeye anaenda kumuokoa. Kwa takwimu zilizopo mpaka sasa ameshaokoa maisha ya watu 320. Watu 320. Na hilo daraja lililopo huko China ni kwa mwaka inasemekana takriban watu 50 hufariki katika daraja lile, ambapo wanakuwa wanajirusha kwenye maji ndani, ama wanaingia barabarani kugongwa na gari. Yaani ilmadi tu wapoteze maisha yao. Na yeye mpaka sasa ameokoa watu 320 hadi kufikia sasa. Watu wengi sana, Sasa unajiuliza, ngoja, hawa watu kama wanafahamu kwamba pale yupo Mwokozi, kwa nini wanaenda ile sehemu? Kwa nini wasitafute sehemu nyingine ya kwenda kujiulia? Wengine wanatafuta kiki. Hayo yote ni mawazo yetu tu, lakini tukapate kuona mawazo mbalimbali ya watu katika mitandao ya kijamii, wenyewe wanalizungumziaje swala hili. Na JR Star wa Crane anasema aje na huku Tabora Tanzania, sifa za Nyamwezi zimeanza kutushtua sana, hata makabila mengine. Zamani walikuwa na sifa ya kugema asali na kulima tumbaku, lakini sasa hivi wanaongozwa kwa kujiua na kuwaingilia watoto maporini. Subhanallah. Sawa, waendelee wabaki tuna sifa ya kulima tumbaku. Sifa ya kujiua sio sifa nzuri. Kuna utani ambao huwa unafanyika sana kwa ndugu zetu Wahehe. Watu ambao wanaotoka ya Iringa. Ukiona rafiki Mhehe, tunaye mmoja hapa Africa TV. Yupo mmoja hapa pia. Na rafiki yangu mimi pia wa Mhehe pia. Sasa huwa tukipiga naye story kidogo, ukimuuzi wengine wanasema kwamba bana Ali usimuuzi bana yule.
atajinyonga bana. Lakini yote kwa yote huu ni utani na wala sio kweli na wala hiki sio kitu kizuri kabisa. Tuendelea kupita na comment. Kunimbichi Onikoko Bulumbulu Ngabangodoro ngumu sana, msiji ni Burundi. Kuna watu wengine yani hata nikikuta yuko anapambana na chatu, ninachofanya ni kuchukua gongo na mpiga kichwani ili alegee na chatu ameze vizuri. Maana roho ngumu sana. Jamaa roho ngumu sana. Bana msaidie bana, mtu ukiona anapata tatizo unataka umsaidie. Francisco Ombei yeye anasema kama watu hao wangekuwa na nia ya kujiua wangebadilisha sehemu ili kumkwepa huyo jamaa. Ndicho ambacho nilikuwa nakizungumza hapo awali. Yaani wanafahamu kabisa kwamba ile sehemu ni sehemu ambayo yupo Mwokozi. Ukitaka kupoteza maisha yako basi kuna Mwokozi yuko pale ataokoa maisha yako. Kwa nini uende pale pale? Ni kuna namna tu ambavyo hawataki kupoteza maisha yao. Kuna story moja nilipata kuiona, jamaa alikuwa anakimbizwa, alikuwa anataka kujinyonga. Anataka kujinyonga, kafunga kamba juu. Wakati amefunga kamba juu, anataka kujinyonga juu bana, akamuona cobra anakuja. Ikabidi ashuke, akatoka mbio sana, akakimbia. Sasa unakimbia ndio nataka kujiua. Unaisishiwa kifo hiki hapa kinakuja. Unakimbia kifo. Sawa, comment ni nyingi sana. Comment ni nyingi sana. Kuna huyu hapa anasema yeye alizania mambo yapo tu. Yani anasema kwamba inaonesha kwamba maisha magumu sio kwamba yapo Afrika tu, lakini pia hata Asia, Europe, Amerika na kwingineko. Unaweza kuona ni jinsi gani hata huko bado watu wana stress za maisha magumu mpaka wanaona suluhisho la matatizo yao ni kujitoa tu kwenye hilo daraja. Lakini yote kwa yote si kitu kizuri. Sheo muongea point kubwa sana. Tuwe na subra. Tuwe na subra kwa sababu subra ndio kila kitu. Saidi baba yake Abrahmani yeye anasema kikao cha dharura mabaharia wote tujadili juu ya huyu jamaa. Mnaonaje aungane na chama chetu? Sawa, chama chao hicho sijui chama gani anajua yeye. Official_Kubrela yeye anasema huyu jamaa kama dolphin safi sana. Kama dolphin Mwokozi. Dolphin ndani Mwokozi kule baharini ukizama basi hapa anakuja kukuzamisha zaidi, lakini dolphin anakuja na kuokoa. Huyu ni official_Kubrela. Sawa, jambo jema. Tuma Gold anasema aje na mimi kuniokoa kwenye mahusiano yangu, maana naelekea kujirusha mlima Kilimanjaro, maana huyo mtoto wa mama mkwe anatoa jasho la meno. Pole sana. Kina ufaume. Pole sana. Christina Simon anasema huyu ndo atakiwa ajiite baharia. So unajiita baharia afu unaogopa mende. Apewe tuzo ya ubaharia huyo aisee. Apewe tuzo ya ubaharia. Sawa, kitu ambacho anachokifanya ni kitu kizuri, lakini ni kitu ambacho kinaweza kukupa tafakuri nyingi sana. Ukiangalia kwa haraka, kwa nini yeye anaamua kufanya ile kazi ambayo anaifanya? Anaokoa maisha ya watu. Kwa nini ambacho kimemsukuma kuweza kufanya vile? Kwamba hataki watu waweze kupoteza maisha yao, anawapenda sana. Kwa taarifa zilizopo jamaa alikuwa anakaa mbali sana daraja hilo, lakini baada ya kuona kadri mwaka inavyozidi kwenda watu wanazidi kujinyonga, ikamoja kutafuta nyumba karibu na daraja ili au anafanya uokozi mchana na usiku. Lakini wapo Tanzania hapa sisi tuna jeshi la zimamoto na uokoaji. Sasa kama eneo hilo linakuwa limeonekana kwamba mara nyingi sana watu wamekuwa wakipoteza maisha yao, kwa nini jeshi la zimamoto na uokoaji la China lisifanye mikakati ya kuweza kuzuia na kumwacha huyu jamaa mwamba azidi kujimwamba fai, kuonesha kwamba yeye bana ndio amekuwa mwokozi, yeye ndio ambaye anaweza kusaidia maisha ya watu. Yote kwa yote, mtazamaji, wewe pia unayo nafasi, unayo fursa ya kuweza kutupigia simu hapa mubashara kabisa. Tutapokea simu yako. Nambari za simu ni hizo ambazo zinapita kwenye screen yako. Tuambie mtaani kwenu pale hamna mtu ambaye alishawahi kujaribu kufanya jambo kama hili? Na je, nani alitokea kama mwokozi? Maana sasa hivi tunaanza kuona kina Krish wanakuwa wengi kama ambavyo Binego ananiambia hapa. Kina Krish hawa wanaokoa maisha ya watu. Kuna mtu kasema waende pia na Tabora. Huyu anaita utani ambao sio mzuri kabisa. Kutokea Tabora hamna watu wanaojua shekhe. Wao mambo yapo kwa Mkwawa kule. Unajua Iringa, kwa nini watu wa Iringa wengi wanaambiwa kwamba wanapenda kujinyonga? Ni kwa sababu Mkwawa, unajua Mkwawa alipigana vita na Wajerumani. Sasa mwisho kabisa hakutaka Wajerumani waweze kumkamata. Kwa alichoamua kukifanya akamua ajipige risasi mwenyewe. Kwa hiyo umekuwa ni utani ambao wanataniwa sana wao kutokana na mtu wa Mkwawa kwa kile ambacho aliweza kufanya. Lakini Tabora kuna watu wa kazi, watu wa kazi tu, walimaasali. Waswahili wanasema mzigo mzito mpe Mnyamwezi.
Naona hata mimi niko strong. Mna lolote. Komenti nyingi mpenzi mtazamaji. Huyu hapa Malo M Duhu anasema hii ni habari nzuri sana, pia inafundisha hata sisi tulioko Afrika ambako tunadhani kuwa maisha magumu yapo Afrika, tunasio Asia, Europe, America na kadhalika. Unaweza kuona jinsi gani hata huko bado watu wana stress za maisha magumu mpaka wanaona suluhisho la matatizo yao ni kujitosa kwenye hilo daraja. Sawa, huyu hapa anasema haya maisha nataka nikajiwe huko China, maana nikitaka kujiwa hapa Bongo nitakufa mazima. Hakunaga wa kuniokoa. Kila mtu yuko busy na mambo zake. Bongo mna roho mbaya nyinyi. Wacha nikajiulie China nikaokolewe huko. Ukajiwe China uokolewe. Haya bana. Mambo ya comment hayo katika mitandao. Huyu hapa ni Yanga Boy. Yanga Boy anasema sema mamba wa China ni wapole. Hata ukijirusha kwa ugumu wa maisha hawakufanyi chakula, ila mambo ya TZ Wananja ni hatari kubwa sana. Revocatus Magonera yanasema hizo mbwembwe tu. Hawa hawana nia kujiua bali wanazoga tu. Kama umetoka nyumbani una jambo lako na hakuna kukuzuia, bwana tafuta umaarufu tu. Akidai watu wanatafuta umaarufu tutaka kujiua. Hawana nia kwenda kujiua, maana kama kwa nia kujiua sio lazima toka daraja hilo. Kweli kabisa. Hata ukifikiria yani sidhani kama walikuwa nani. Unajua kila mtu anaogopa kifo. Hamna mtu ambaye haogopi kifo. Kifo ni kitu ambacho kinaogopwa na watu wengi sana. Sasa mtu anataka kujiua mwenyewe alafu anajua kabisa pale yupo Mwokozi na anaenda eneo lile akitegemea kwamba ataokolewa. Yaani wewe ukitaka kujaribu kufanya utafiti, mtu ambaye anataka kujiua, sawa, ukienda ukafanikiwa kumuokoa, hawezi akarudia tena kufanya kile jambo. Kwa sababu pale anaona umeisi kweli nilikuwa nakufa. Kwa sababu huwa anahisi kama kitu cha kawaida, wakati mwingine huwa ni jazba. Nadhani subira ndio kitu ambacho cha msingi sana, na kuna njia nyingi sana za kuweza kufanya kuhakikisha unaweza kushusha hasira yako, ikiwa kama una hasira ama una jambo lolote limeweza kukusibu. Siku hizi tumerahisishiwa, wapo watu ambao wanatoa ushauri na saha. Una tatizo ambalo limekusibu, basi muone mtu ambaye anaweza akakupa ushauri, lakini usijitenge kwa kaa peke yako, maana mara nyingi kujitenga ndio huwa kunapelekea mambo kama haya kuweza kutokea. Mtazamaji wa Africa TV, hayo ndio mambo makubwa manne ambayo yaliweza kutrend katika mitandao yetu ya kijamii huko duniani. Sisi tunasema hivyo maana siku hizi dunia imehamia katika kiganja, katika simu hizi. Ndio mambo ambayo yaliweza kutrend kwa siku hii ya leo, Jumanne ya leo adhimu kabisa. Tumeweza kukuletea hapa mubashara kabisa katika runinga yako. Jumanne ijayo yatakuwepo mengi ambayo yataweza kutrend kuanzia hivi leo mpaka Jumanne itakayofuata baada ya Jumanne hii. Lolote ambalo ukiliona na ungependa tuliongelee hapa Africa TV, nenda kwenye peji zetu, lakini tuandikie pale, tuambie bana, nimeona story hii imeweza kutrend, ningependa kuweza kuisikiliza kwenye hashtag siku ya Jumanne. Kufikia hapa hatuna la ziada, tumefikia tamati, lakini nataka nikuache na kitu kutokana na haya ambayo tumeweza kuyaona hapa. Kuna story moja ambayo tumeweza kuiona, jamaa alimpenda sana mkewe na akampa figo yake, lakini baadaye mambo yakaenda tofauti. Sasa Waswahili wanasema kwamba usimpende sana rafiki yako kwa sababu anaweza geuka adui yako, lakini usimchukie sana adui yako, anaweza kuwa rafiki yako kesho, uweze kujua. Vyote unavyovifanya basi vifanye kwa kiasi. Abdul Kawiu, mimi nimemaliza, nikupishe wewe pia uweze kuaga. Mimi sina la ziada zaidi ya kuwashukuru watazamaji wetu kwa kutenga takribani lisaa lizima kwenye kipindi hiki cha hashtag. Pia shukrani za pili ziwaendee wale wote waliofanikisha kwa kipindi hiki. Nyuma ya kamera alikuwa Abdul Hafidhi Visho, kwenye sauti alikuwa Shams Nyamoga. Huyo ni mtu wa Iringa pia, sija kajua siku moja. Sema umefanya vizuri kumtaja, unajua. Bana, mimi naitwa Ali Mfaume, tukutane tena Ijumaa ijayo. Jumanne ijayo inshallah. Yeah.